Ni kweli tukio limetokea katika kijiji cha Tumbi, kitongoji cha Kipela Magharibi. Kijana Joseph Madaha ameaga dunia mara baada ya kuvamiwa na kufanyiwa kitendo kibaya cha walimpiga, hatimaye ameaga dunia. Yasemekana kwamba kupitia maelezo ya yule ambaye alipokuwa akifanyiwa kitendo, alieleza kwamba walikuwa na mhoji kwamba acha kutembea na wake za watu. Kwa hiyo hilo ndio limepelekea hawa watu kuja na kumvamia na kumuumiza, kukata sikio, na hatimaye mwili wake tumeupata ukiwa umefariki. Huyu bwana alikuja kufanya kazi za mashambani, kama mnavyoona mashamba haya. Sasa jana katika majira ya 1:30 akakutwa na watu 4 kufika wakawavamia. Lakini huyu marehemu hakuwa peke yake, alikuwa na shemeji yake. Sasa ndio akamhoji yule shemeji yake, wewe unaitwa nani? Unakaa wapi? Rolanguru. Sasa basi watu tuna shida na huyu. Kwa pale wakaanza wakamvita pembeni, wakaanza kumpiga. Huyu shemeji yake akauliza, kwa nini mnampiga? Akasema wewe hayakuhusu. Na wewe kama wewe hayakuhusu kabisa, sisi tuna shida na huyu. Kwa akaanza kumpiga. Kipigo kilivozidi, huyu shemeji yake tena akauliza, kwa nini unampiga? Akasema nataka ujue huyu anatembea na mke wa mtu. Tumemwonya mara nyingi asikii. Kwa ushahidi simu hii hapa, wakaanza kumhoji yule marehemu kwamba wewe simu vipi? Akasema hii simu ya kwangu. Ulimpa huyu mwanamke? Ndio. Kwa hiyo ili tukio kwa namna moja ama nyingine ni wivu wa kimapenzi. Lakini mara baada ya kumfanyia hicho kitendo, wale jamaa wakatoweka. Huyu marehemu akajivuta kutoka kwenye nyumba yake hii hapo mnaiona, kuelekea upande wa magharibi. Kwa hiyo kule ndiko alikofia. Na mara baada hapo tulitoa taarifa kwa viongozi mbalimbali, kwanza jeshi la polisi, lakini mheshimiwa diwani, mtendaji wa kata kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya kata yetu. Mara baada ya kuona kwamba wamempiga na akaanza kujivuta, yule shemeji yake akakimbia naye kwenda kutoa taarifa kwa majirani. Baadhi ya majirani walifika wakakuta hiyo hali katika nyumba yake. Baadaye usiku ule tafuta akamkosa. Sasa na mimi walikuwa wamekinipigia simu na nilikuwa nimeshatoa taarifa kwa jeshi la polisi. Asubuhi nilikuwa nimefika hapa 1 kamili. Tukaungana na majirani katika kutafuta ndio tukakuta mwili uko pale umelala. Jukumu la ulinzi na usalama ni la wote, si la mwenyekiti wa kijiji. Kwa hiyo wala si la jeshi la polisi. Kwa hiyo sisi kama viongozi tutajipanga upya kutoa elimu kwa wananchi wasijishukulie sheria mikononi, lakini pia wajue kwamba jukumu hili la kulinda ni la wote. Kwa hiyo si la mwenyekiti wa kijiji, ni la wote. Kwa sote sisi kama wadau wa ulinzi na usalama tutashikamana kuhakikisha kwamba tunapunguza hivi vitendo visitokee katika eneo letu. Hapo mimi sijaelewa kwamba alikuwa na tabia gani, maana mimi labda alikuwa ananificha, ila mimi tabia yake mimi nilikuwa namjua, alikuwa wa kawaida tu. Yeye alikuwa na familia yake Kigoma. Alikaa kule, baada mwezi wa 6 akaja hapa, akapata bwana shamba, akawa anamwambia afanye kazi, ndo akapeana kazi, wakawa wanafanya kazi, wanalima bustani, ndo akawa anaishi hapa. Ila familia yake ipo Kigoma. Ni ombi langu la kweli. Naomba tu watoe ushirikiano, watu watafutwe na wakamatwe.